Habari zenu wapenzi popote pale mlipo, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo kutoka Yemen. Mlipuko wa Ebola wa maeneo mpya mashariki mwa DRC Congo. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeenda hadi kanda 47 za afya katika maeneo matano ya Adja yaliyoko mkoani Uturi. Takwimu zilizotolewa Julai zinaonyesha kuwa watu 2423 wamethibitisha kuambukizwa ugonjwa huu, huko 967 wakifariki duniani, sawa na kiwango cha kifo cha 39.9. Katika saa 24 zilizopita pekee, mamlaka zimeripoti maambukizi mapya 79 na vifo 37 vikirikodiwa mkoani Ituri. Maeneo ya Bunia, Nizi, Rwampara na Adja yameripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi mapya. Mamlaka za afya zinasema zimefanikiwa kuwafuatilia 81.1% ya watu waliokutana na wagonjwa, ingawa bado kwa mapungufu, hasa katika mkoa wa Hauti ule. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 na usababishwa na aina ya virusi vya Ebola inayojulikana kama Bundibunyo Ebola virus. Maafisa wa afya wanasema changamoto za kiusalama pamoja na shughuli kubwa za watu na biashara katika mpaka wa DRC Congo na Uganda pamoja na Sudan Kusini zinaendelea kutatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Wameonya kuwa ufuatiliaji wa karibu na kuimarisha kwa hatua za kinga ni muhimu ili kuzuia mlipuko huo kuenea zaidi. Wanajeshi wa Marekani wameua na mashambulizi ya Iran. Kambi ya kijeshi ya anga ya Martin Muwafaq al-Salti, inayojulikana pia kama kituo cha anga cha Azraq, ni mojawapo wa vituo muhimu zaidi vya kijeshi huko Jordan. Kambi hiyo ina shughuli za jeshi la anga la Jordan, na katika miaka ya hivi karibuni imepata umuhimu wa kikanda katika suala la maendeleo ya usalama wa Mashariki ya Kati. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kambi hiyo inatumika kwa makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi kati ya Jordan, Marekani na muungano wa kimataifa, huku Jordan ikithibitisha ni kambi ya jeshi la anga la Jordan. Kambi kuu ya jeshi la Marekani katika eneo la Asia ilitangaza Jumamosi kwamba wanajeshi wawili wa Marekani wameua na watu watatu ametoweka nchini Jordan wakati wakishiriki kuzuia mashambulizi ya makombora ya Iran na ndege zisizo na rubani. Trump atishia kushambulia kituo cha nyuklia cha Iran chini ya mlima Kalang. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake huenda ikalenga hivi karibuni kituo cha chini ya ardhi cha Iran kilichopo chini ya mlima Kalang, huku akisisitiza lengo ni nyenzo za nyuklia na si mtambo ya kurutubisha urani pekee. Aliongeza kuwa kwa kawaida hatangazi mipango ya kijeshi mapema, lakini asingetoa kauli hiyo kama angeamini inaweza kuathiri operesheni za Marekani. Hapo awali Trump alisema Marekani ilikuwa ikifuatilia kwa karibu shughuli katika kituo hicho na kuonya kuwa kinaweza kulenga katika shambulio kubwa. Mlima Kalang unajulikana pia kama Kalang Gazala, uko takriban kilomita 2 kusini mwa kituo cha nyuklia cha Natanz katika mkoa wa Isfahan na karibu kilomita 220 kusini mwa Tehran. Iran imesema ilijenga kituo hicho kuchukua nafasi ya kituo cha kuunganisha mtambo ya kisasa ya kurutubisha urani cha Natanz kilichoharibiwa katika kile ilichokita Ijumaa mwa mwaka 2020. Hata hivyo, kina kikubwa cha handaki zake, ukubwa unaodaniwa wa kituo hicho na ukosefu wa ufikiaji wa walaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki umeendelea kuzuia masuala kuhusu matumizi halisi ya eneo hilo. Qatar yashtaki Iran UN kwa kuharibu miundombinu yake. Qatar imewasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama la umoja huo ikilaumu Iran kwa mashambulizi dhidi ya nchi hiyo ya kuitaka ilipe fidia kwa uharibifu wote uliosababishwa. Katika barua hizo, Qatar imesema Iran ilishambulia meli ya mafuta karibu na mlango wa Hormuz Julai kabla ya kurusha makombora mengine kuelekea nchini humo. Maafisa wa Qatar wamesema watu watatu wakiwemo mtoto walijeruhiwa katika shambulio la Julai baada ya vipande vya makombora vilivyolipuka kuangukia maeneo ya makazi. Qatar imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni ukiukaji wa mamlaka yake na uhuru wa taifa na kwamba yanahatarisha usalama na mamlaka ya nchi hiyo. Serikali ya Qatar pia imesisitiza kuwa haitasita kuchukua hatua zozote zinazohitajika kulinda mamlaka yake, usalama wa taifa na raia wake. Hata hivyo, Iran imesema mashambulizi yake dhidi ya nchi za eneo hilo yanalenga vituo vya kijeshi vya Marekani na wanajeshi wake walioko katika mataifa hayo.
Urusi yasema mashambulizi ya Ukraine yaua raia 9. Kaimu gavana wa jimbo la Belgorod nchini Urusi linalopakana na kaskazini mashariki mwa Ukraine amesema raia 9 wameua katika mashambulizi ya Ukraine ndani ya siku 2 zilizopita. Alexander Shuvai amesema pia karibu droni 200 za Ukraine ziligunduliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi katika kipindi hicho. Taarifa hiyo inakuja wakati moja wa Mataifa akisema idadi ya raia walioua katika vita kati ya Urusi na Ukraine imeongezeka kwa zaidi ya theluthi moja katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu nchini Ukraine amesema wamehesabu zaidi ya raia 1400 kutoka Urusi na Ukraine waliopoteza maisha tangu mwanzoni mwa mwaka. Wakati huo huo, mapigano kati ya pande hizo mbili yanaendelea. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi lilishambulia nchi hiyo usiku wa kuamkia leo kwa kutumia droni 58 huku 46 zikigunduliwa. Kwa upande wake, Urusi imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga iligunduliwa droni 209 za Ukraine katika mashambulizi ya usiku kucha. Marekani imeshutumu China kwa kile ilichodai imejeruhiwa mwanamaji wa Ufilipino wakati wa tukio lililotokea katika bahari ya China Kusini, eneo linalogombania na mataifa kadhaa. Katika taarifa yake, Washington imesema hatua ya China ni ukiukaji wa wazi na haiwezi kukubalika. Jeshi la Ufilipino limesema mwanamaji huyo alipigwa kichwani kwa fimbo na maafisa wa ulinzi wa baharini ya China siku ya Jumapili walipokaribia meli ya kijeshi ya Ufilipino iliyokuwa ikifanya operesheni ya usalama. Hata hivyo, China imekanusha tuhuma hizo na kudai kuwa mzozo huo ulianza baada ya mwanamaji wa Ufilipino kumshambulia afisa wa ulinzi wa baharini wa China. Baada ya tukio hilo, Beijing ilimuita mwakilishi Ufilipino nchini China kwa mazungumzo yaliyofanyika. Kwa mazungumzo, China na Ufilipino zimekuwa zikivutana mara kwa mara kuhusu umiliki wa maeneo ya bahari ya China Kusini, huku Beijing ikidai umiliki wa sehemu kubwa ya bahari hiyo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yuko Manila kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia. Rubio amesema yuko tayari kukutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi baada ya mkutano huo. Iran yautaka ulimwengu kutokubali mashambulizi dhidi ya vituo vyake vya nyuklia. Iran imezitaka mataifa yote duniani kutokubali mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vinavyotumika kwa shughuli za amani, ikisema ulinzi wa miundombinu hiyo ni wajibu wa jumuiya ya kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa na ujumbe wa Iran katika shirika la kimataifa la nishati ya atomiki, Tehran imedai kuwa Marekani ilirusha makombora kwenye eneo la ujenzi wa kinu cha nyuklia cha Karuni asubuhi. Aidha, imesema licha ya kuwa tayari kuchukua hatua zote zinazohitajika kulinda maslahi yake ya kitaifa na haki zake za kikatiba, kuzuia mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vilivyo chini wa usimamizi wa IAEA na vinavyotumika kwa madhumuni ya amani ni jukumu la jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema ilishambulia maeneo kadhaa ya kijeshi nchini Iran, yakiwemo vituo vya makombora, droni na mali za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu bila kutaja kinu cha Drakovin. Kwa upande wake, IAEA imesema inachunguza taarifa za madai ya kushambulia kwa kinu hicho cha nyuklia kinachojenga, lakini bado haijatoa ripoti huru inayothibitisha tukio hilo. Ni hayo tu kwa siku ya leo, wapenzi. Asanteni sana popote pale mlipo kwa nasi.